Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yameanza nchini Uswizi, huku pande hizo mbili zikijaribu kuendeleza makubaliano ya awali yaliyosainiwa wiki iliyopita kwa lengo la kupunguza mvutano wa kijeshi na kisiasa uliotikisa Mashariki ya Kati katika miezi ya hivi karibuni. Wajumbe wa ngazi za juu kutoka mataifa hayo wanajadili hatua ya utekelezaji wa makubaliano hayo pamoja na masuala mengine nyeti yanayohusiana na usalama wa kikanda. Na hii ni TriGen Media. Makubaliano ya awali yaliyofikiwa yanajumuisha ahadi ya kufikia mkataba wa mwisho ndani ya siku 60, kusitisha mapigano katika maeneo mbalimbali ya mzozo na kuhakikisha usalama wa njia muhimu za biashara za kimataifa. Pande zote mbili zimeeleza matumaini kuwa mazungumzo hayo yanaweza kuwa mwanzo wa kurejesha uaminifu uliopotea kwa miaka mingi kutokana na migogoro ya kisiasa, vikwazo vya kiuchumi na mivutano ya kijeshi. Sababu kubwa iliyorejesha mazungumzo hayo ni hofu ya kuongezeka kwa vita vya kikanda ambavyo vinaweza kuhusisha mataifa mengi zaidi ya Mashariki ya Kati. Marekani imekuwa ikitaka kuzuia kuenea kwa migogoro inayohusisha makundi yanayoungwa mkono na Iran, huku Tehran nayo ikitaka kupunguza shinikizo la vikwazo vya kiuchumi vinavyoathiri uchumi wake na maisha ya wananchi wake. Wataalamu wa masuala ya siasa za kimataifa wanaamini kuwa maslahi ya kiuchumi na usalama wa eneo hilo yamezisukuma pande hizo mbili kurudi mezani kwa mazungumzo. Swala la mpango wa nyuklia wa Iran pia limeibuka tena kama moja ya ajenda kuu katika mazungumzo hayo. Washington imeendeleza wasiwasi wake kuhusu kasi ya maendeleo ya nyuklia ya Tehran, wakati Iran ikisisitiza kuwa shughuli zake ni za amani na zinazingatia maslahi ya taifa lake. Hali hii imeifanya Marekani kuona umuhimu wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia badala ya kuendelea na mkondo wa mvutano. Mvutano unaoendelea kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon nao umeongeza uzito wa mazungumzo hayo. Iran imekuwa ikiunga mkono Hezbollah kwa muda mrefu, huku Marekani nayo ikiunga mkono jitihada za Israel za kujilinda. Wataalamu wanaonya kuwa bila makubaliano ya kisiasa, mapigano hayo yanaweza kusababisha mgogoro mpana zaidi ambao utahatarisha usalama wa Mashariki ya Kati na usafirishaji wa nishati duniani. Dunia itakuwa ikifuatilia kwa karibu kama pande hizo mbili zitatekeleza ahadi zao. Ikiwa maendeleo yataonekana kuwa na uwezekano wa kupungua kwa mvutano wa kijeshi, kuimarika kwa biashara kupitia mlango bahari wa Hormuz na hata kufunguliwa kwa njia za mazungumzo mapya kuhusu vikwazo vya kiuchumi na mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, kushindwa kwa mazungumzo haya kunaweza kurejesha hatari ya migongano ya kijeshi na kuathiri zaidi uchumi wa dunia. Kwa sasa viongozi wa Marekani na Iran wameonyesha tahadhari kubwa, lakini pia matumaini kuwa mazungumzo ya Uswizi yanaweza kufungua ukurasa mpya katika uhusiano wao wenye historia ndefu ya migogoro. Mafanikio ama kushindwa kwa juhudi hizi yatakuwa na athari kubwa, si tu kwa mataifa hayo mawili, bali pia kwa usalama wa Mashariki ya Kati, soko la mafuta duniani na mwenendo wa diplomasia ya kimataifa katika miaka ijayo.